kumtaja Mheshimiwa Pascal Lucas Lutandula, ajiandae Mheshimiwa Dr. Christine Christopher Mzava. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi niungane na wachangiaji wengine nianze na kumshukuru sana Mungu mwingi wa rehema aliyenijalia mimi mtoto wa mama ntilie niseme nanyi wa Tanzania jioni ya leo. Sasa niwashukuru sana wananchi wema wa Chato Kusini, watu wema, watu waungwana, watu rahimu sana, watu hawa waliokubali mimi niwe sauti yao humu ndani ya bunge, waliokubali mimi niwe mwakilishi wao. Najua wananisikia, ndugu yangu Toi mahali alipo, ndugu yangu Masamaki, hawa ni wapambanaji. Mimi wamenishika mkono, naendelea kuwapongeza. Nitakuwa nanyi, nitawatumikia katika siku zote za utumishi wangu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, naomba nianze kwa kuchangia sehemu kubwa tatu. Nianze na mifugo. Kwenye hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, wafugaji inaonekana leo kwenye hili taifa sisi sio watu wa kuzungumziwa mazuri. Shida ni nini? Wachangiaji wote wanalalamika tunavamia mashamba. Hivi niulize Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikushukuru waziri wa mifugo. Hawa wataalamu waziri na naibu wako wanaokusaidia wana mpango gani na sisi wafugaji? Yaani mpaka leo hawawezi kututafutia maeneo ambayo sisi wafugaji tutachunga bila kugombana na wakulima. Kweli inaingia akilini? Miaka 60 ya uhuru. Mfano mdogo tu, Rais Samia alipoingia madarakani aliwaambia watu wa madini, waziri wa madini yuko hapa, dhahabu haziwezi simba zikaliwa na simba ikala dhahabu. Waachieni wa Tanzania wachimbe. Leo tumeongeza uchumi wa taifa mpaka 10% kwa sababu tumeruhusiwa kuchimba kwenye hifadhi. Nataka niwaulize watu wa Wizara ya Mifugo, mmeshindwa kutengeneza mpango kwenye hili taifa. Mmeshindwa kuja na wazo la kumshawishi, hata kulishawishi bunge tukazibadilisha hizi sheria kwenye hizi TFS, haya mapoli tu ambayo hata fisi hayana. Mkatumegea sisi wafugaji vipande, mkatupa masharti ya kukata, tusikate miti, tusiue swala. Mmeshindwa kweli. Ndugu zangu, sisi wa Tanzania nani ameturoga? Hawa wataalamu wanaweza kila sisi wafugaji tupunguze mifugo. Tukipunguza mifugo, baadaye itazaliwa nini? Na mnajua sisi Wasukuma, hizi ng'ombe ndizo tunatolea mahali. Na mwanamke anapokuwa mweupe ndio tunaongeza kutoa mahali ya ng'ombe nyingi. Kweli hamuoni sababu ya kutuongezea kipato cha ng'ombe? Sasa leo tumalize ng'ombe zetu zote, watoto wetu watawalewa nini? Na mimi kwa nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, mtakubaliana na mimi, nimefanya utafiti. Ndoa nyingi zinazovunjika ni wale waliopeana zawadi na mahali za fedha. Za ng'ombe hazivunjiki.